Asante. Asante tena kwa nafasi hii ambayo Mungu ameweza kutujalia ili tuweze kujumuika tena katika ushirika huu kwa njia ya mtandao. Karibuni na tuweze kuendelea mbele katika neno letu kwa siku ya leo. Na tulianza masomo yetu kutoka kitabu cha Waebrania mlango wa 11. Tulianza mstari wa kwanza. Tukaona kusema imani ni nini. Alafu pia kwa leo tutaangalia mstari wa pili ambapo tutaangazia mambo machache. Kwa hivyo kwa leo tutajaribu kuangalia mambo machache, kisha wiki ambao unakuja tuweze kuguzia mambo mengine. Na katika kitabu hiki cha Waebrania kama nilivyosema hapo mbeleni, mlango wa 11 una mambo mengi zaidi ambazo tutakuwa tukitazamia ama tukitazama. Na katika mlango huu kuna mambo mengi. Hapa tutakuwa tukiona wahusika tofauti tofauti, na kutoka kwa wale wahusika ambao wanapatikana katika Agano la Kale, ni yapi tunaweza kujifunza. Na nitasoma tu bado mstari wa kwanza na mstari wa pili, na natumai kuanzia wiki ujao tutapata kuendelea mbele kutoka pale. Mstari wa kwanza unasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Nafikiri kwa leo tutakuwa tukitazama sana mstari wa pili, na tukijikumbusha kwa ufupi katika mlango huu wa 11 tutakuwa tukizungumzia kukua katika imani. Na kukua katika imani nitawakumbusha pia neno ambalo tuliweza kusoma, wanafunzi wa Kristo wakimwambia, ama mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani, tuongezee imani. Hayo ni maneno ambayo yanapatikana katika kitabu cha Luka mlango wa 17 na mstari wa 5. Nafikiri itakuwa vyema na vizuri zaidi iwapo tutaendelea kuwa katika imani. Na hivyo basi tutauliza Bwana, iwe maombi yetu kwamba Mungu azidi kutuongezea imani yetu ama kuzidi kujenga imani yetu. Na kwa sehemu ya kwanza tuliweza kuzungumzia tukasema imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ikiwa sehemu ya kwanza ambayo tuliweza kuzungumzia wiki iliyopita. Sehemu ya pili tukasema imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Nafikiri hayo pia ni mambo ambayo tuliweza kuzungumzia wiki iliyopita. Na kwa leo tutakuwa tukizungumzia imani ya walioamini katika Agano la Kale, ya kwamba ulipongezwa, ama imani yao ya wale ambao walipatikana katika Agano la Kale uliweza kupongezwa, uliweza kushukuriwa. Na maneno haya tutapata katika mstari wa pili ambao unasema, maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa hiyo wazee wetu waliweza maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Nafikiri hayo ndio mambo ambayo tutakuwa tukiyatazama kwa siku ya leo. Mstari wa kwanza inatupa sehemu mbili ya kueleza imani, ama
mstari wa kwanza uliweza kutueleza ya kwamba imani ni nini, na ikatupa jawabu iliyo sawa na kwa sehemu mbili. Lakini kwa leo ama sehemu ya pili inatueleza umuhimu wa kuweka katika vitendo kwa maisha ya walioamini katika Agano la Kale na hata kutufikia sisi kwa wakati wa leo. Nafikiri hiyo ni muhimu pia, na hayo ndiyo ambayo tutakuwa tukizungumzia katika mstari huu wa pili. Na kwanza tuanzie wazee ama mababu zetu wa imani ama wazee wa imani. Nafikiri tutaanzia pale. Wazee wa imani katika Agano la Kale. Maana mstari wa pili umesema, maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Wazee hawa wa imani walishuhudiwa, walipatikana kote kote kwa historia ya Agano la Kale. Hawa ni nani? Wazee hao wetu. Hadithi katika Agano la Kale si hesabu tu ya historia ya vile mambo yaliyofanyika, bali ama ni zaidi ya mambo hayo. Na tukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 na mstari wa 6, Biblia inasema, basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Nafikiri ni kifungu kizuri ya kwamba mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, na kwa mambo hayo tu ambayo ni mifano kwetu, Biblia ikaendelea na kusema, ili na sisi tuweze ama tusiweze kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Tumeweza kuzungumzia mababu zetu ama wazee wetu katika Agano la Kale, na imani yao inakuwa mfano kwetu, ya kwamba kwa mfano wao sisi leo tunaweza kujifunza kutokana na wao. Na Biblia inaendelea na kusema ya kwamba tusiweze kutamani mabaya, pengine kwa kasoro na matatizo ambazo waliweza kupitia. Tusiweze kutamani mabaya kama vile wao walivyotamani mabaya. Kwa hivyo kwao, ama mifano hiyo ambayo tunajifundisha kutoka kwao, inakuwa mfano mzuri wa sisi kuiga kwa siku ya leo. Na jambo lingine pia ambayo tutazungumzia ni kwamba tumeweza kusema juu ya hadithi ya maisha yao. Inakuwa hadithi ambayo ni nzuri, hadithi ambayo inatufundisha, ili na sisi kwa hadithi hiyo tuweze kujiepusha na maovu na mambo ambazo waliweza kutamani. Leo hii tunazungumzia kama hadithi, lakini ingawa ndiyo tunasema kama hadithi, tulisema ya kwamba bado ni neno lake Mungu. Na kama bado ni neno lake Mungu, neno hilo lina uhai wa kubadilisha na kugeuza maisha yetu ambayo ni mabovu na kuweza kuambatana na njia zake Mungu. Kwa njia nyingine, sisi kwa mifano hiyo tutaweza kujenga imani yetu, na kwa imani tutaweza kumpendeza huyu Bwana wetu. Sehemu ya pili, kwa neno hili, wazee hao ambao tumeweza kuzungumzia, wazee hao si kwa tabia kamilifu ama tabia nzuri, lakini kwa ajili ya imani yao wao walipongezwa. Sio kwa tabia
ambayo ilikuwa kamilifu ama nzuri, lakini sana zaidi ni kwa sababu ya imani yao. Na nafikiri mstari wa kwanza uliweza kutangulia kwa kuzungumzia imani, na imani hiyo ndiyo ambayo iliweza kupongezwa katika maisha ya wazee hao. Hadithi ya Agano la Kale ilitumika ili kutuhudumia kama mfano. Watu pia wa Agano la Kale wanakuwa kwetu kama mfano. Kitabu cha Waebrania inaguzia maksusi imani yao. Kwa hivyo jambo kubwa ambalo tutakuwa tukiangalia katika mlango huu wa 11 ni imani yao hao wazee ambao tunazungumzia na ambao ni mfano kwetu, na hadithi yao pia inaweza kutufundisha. Waliweza kuzidi sana mioyoni mwao na kuamini ukweli usioonekana kwa wakati uliopo na pia wakati ujao. Napenda hilo. Wakati wao waliweza kusimama kwa imani. Wakati wao imani yao iliweza kushuhudiwa. Na wakati wetu kwa siku ya leo, sisi tunaweza kujifunza kutokana na wao, imani yao, jinsi walivyomwamini Mungu. Na nafikiri hilo ni nzuri pia, ya kwamba wao kwa wakati wao walisimama kwa imani, na leo tunasimulia kama hadithi, na hadithi hiyo inatufundisha sisi kwa wakati huu ambao tunaishi. Na hivyo basi imani yao inapongezwa. Imani yao inapewa heko. Kushuhudiwa ni kama kupeana ripoti njema. Kwa hivyo hao wazee, kwa kila ambacho waliweza kufanya, kwa kuamini kwao, leo hii tunapewa ripoti yao. Ni kama kusema kadi ya ripoti inapeanwa kwa kazi njema waliofanya. Kadi ya ripoti tunaambiwa katika Biblia ya kazi njema waliofanya hapo mbeleni. Na katika kadi hii ya ripoti ambayo tunajifundisha kwa siku ya leo, tunaweza kuangazia watu tofauti tofauti. Mfano, tuna Ibrahimu, tuna Isaka, tuna Yakobo, tuna Musa, tuna Daudi na hata na wengine. Si eti wao walifanya vizuri katika maisha yao kama watu wengine. Wao vile vile waliweza kukosea, kwa sababu wao walikuwa kwa wanadamu. Waliweza kukosea kama kila mtu, lakini walipongezwa kwa ajili ya jambo moja tu. Hiyo ni imani. Wao waliweza kupongezwa kwa ajili ya imani. Si eti wao waliishi maisha kamilifu. Mara mwingi waliweza kupatikana na dosari hapa na pale, lakini imani yao iliweza kupongezwa, na hiyo ni nzuri. Japo kuwa walikuwa na pandashuka yao kwa wakati wao, lakini bado waliweza kusimama kwa imani, na hilo ndilo ambalo lapongezwa. Na iwapo tunatazama maisha ya watu kama wale, na iwapo tunazungumzia tabia na mienendo zao, na hata siku ya leo sisi nasi vile vile tunaweza kupongezwa kwa sababu ya imani.
Na nafikiri hilo ndilo jambo nzuri, ndio tunajifunza kukua katika imani. Waliamini Mungu bila kumuona, na kwa imani wakahesabiwa haki. Tuliweza kusoma maneno haya katika kitabu cha Waebrania mlango wa 10 mstari wa 38. Biblia ikasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Nafikiri ni maneno ambayo tuliweza kusoma tena hapo mbeleni, ya kwamba mwenye haki anapoishi kwa imani, hakika hilo linampendeza Bwana. Lakini iwapo huyu mwenye haki akisitasita katika njia yake, Biblia inasema roho yake Mungu haina furaha hata kidogo. Kwa hivyo, ndugu wapendwa, lazima tutazame ya kwamba katika kuamini kwetu kusiwe na kusitasita, lakini badala yake tuweze kutia bidii. Lazima tuimarike katika imani, lazima tukue katika imani. Waebrania 11 utatupeleka kuanzia uumbaji, wahusika walioamini, faida ya imani katika maisha yao, na ufalme wa Mungu. Nafikiri kitabu hiki kitatuelekeza katika njia hizo zote, ya kwamba tuweze kukua katika njia yake Mungu kwa kujua uumbaji, wala ambao walihusika, na faida ya imani. Kwa hivyo, kwa siku ya leo, kutokana na haya, kila mmoja wetu unaweza kujifunza kukua katika imani kama kuwa mfuasi kamili kwa mwenendo ama mfuasi mwema wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nafikiri hilo ni nzuri, kuwa mfuasi mwema na pia kuenenda katika njia zake Bwana. Nitauliza swali nikimaliza. Je, leo kama Mkristo utashuhudiwa kwa jambo gani nzuri? Watu wanaweza kusema mambo yapi mazuri juu yako? Je, wanaweza kuzungumzia imani yako? Na kama watazungumzia imani yako inazidi kuinuka, imani yako inazidi kuimarika. Ili tuweze kumpendeza Bwana, lazima tuone ya kwamba tunasoma neno lake Mungu, na sio tu kusoma neno lake Mungu, lakini lazima tuamini katika Kristo Yesu. Na tunapoamini, hakika itakuwa jambo nzuri na linalopendeza na pia kutukuza Bwana. Kwa hivyo, Mungu atuongoze, Mungu atusaidie, ili tunapoendelea na kusoma kitabu hiki cha Waebrania 11, mwisho tuweze kunufaika na tuweze kumpendeza Bwana. Mungu, tunashukuru, asanti kwa jioni, asanti kwa kutuweka pamoja, na tunashukuru Bwana kwa sababu ya wazee wetu, wazee waliofanya vyema, wazee walioshuhudiwa kwa ajili ya imani yao. Mungu, tunaomba ili nasi tuweze kufuata mfano huo, tuweze kuiga kila walichofanya, licha ya kujifundisha kwa hadithi, kwa mambo walizozifanya. Mungu, tunaomba ili imani yetu ikapate kuimarika na tuweze kuiga mfano huo. Pokea sifa na utukufu, tubariki kwa njia ya mtandao, ili tunapowasiliana tuweze kukupendeza. Kwa jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
Amina.